بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, tulitangulia kutaja kwamba suala la mauaji ya mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam al-Hussein ibn Ali radhiyallahu anhuma, walioshiriki ni wale waliomuita baada ya kumwandikia barua takriban zinafika 20,000 kwenye baadhi ya vitabu. Katika Mashia wenyewe wanasema hivyo, wanamuita aende tangu yuko Madina akaja Maka na akafunga safari, na masahaba wakamtaka asende, bali Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alimfuata mwendo wa siku 3, ashaondoka yeye pia akamfuata, akaenda akamwambia maneno kwamba usende, na akamwambia maneno mengi na nasaha, mpaka mwisho akamkumbatia, akamwambia astaudiuka Allah min qatili, na kuweka katika dhamana ya Allah, wewe ni mwenye kuuawa, uko unakoenda jamaa watakuua, kwa historia ile walionayo ya watu wa mji wa Al-Kufa. Lakini Allah akawa amekadiria, amekwenda al-Hussein mpaka yakatokea yale yaliyotokea. Sasa wenyewe wanasema, hata mara hii nasikia wengine wakisema kwamba kwani hajauawa, tuache mambo yote, tunazungumza ile jambo kubwa, kwa ameuawa hajauawa, na sisi wala si tatizo letu kwenye kuuawa, kutoa sema uawa kweli hivyo. Sisi tuzungumza, nyinyi mzungumza hivyo, bali mpaka wafuasi. Jana wale katika matajiri wao mmoja anazungumza wa Kihindi kwamba unajua kwamba Hussein amedhulumiwa na kina Yazidi, unajua wengine wakinywa pombe katika viongozi. Mpaka wale wafuasi pia wazungumza maneno kama hayo, wakawatuhumu watu, wakawataja watu kwa mambo ambayo hawahusiki. Hilo tulilozungumza sisi kwamba waliomuua ni watu wafuasi wake, kwa sababu katika majina ya watu walioandika barua na vikao vile vya kumuita al-Hussein katika majumba yao ni watu walikuwa katika jeshi la Ali bin Abi Talib, wengine walikuwa ni huo. Kwa hiyo mtu mmemuita, jina lako lipo kwenye barua katika ule umuita, afa amekuja umemuua kwenye mji wako. Na wanawachuoni wa Kishia wenyewe katika vitabu vyao wasema hakuna mtu alitoka Misri pale wala Sudani wala Afrika huko Tunis, hamna mtu alitoka huko, watu wote ni wale wakufa pale pale. Sasa kama mnasema hivyo, watu waliomuua ni hawa watu wa Al-Kufa, hapa maswahaba wanatukana vipi? Na ndio maana Nu'man bin Bashir alikuwa gavana pale, amewapa nasaha wa kuelewa, yeye ametulia. Al-Hussein alivyoingia yeye amekaa kimya kwa sababu fitna anayejua. Yazidi akaona huyu hanifai gavana, akamtoa akamchagua mtu mwingine. Lakini sahaba akaona hata mimi najua jambo hili lilivyo. An-Nu'man bin Bashir alikuwepo pale gavana, yeye alikuwa anawapa nasaha, jamani jambo litaharibika, jamani kadha, na yeye anajua kwamba Hussein ameingia, yupo katika mji hapo, na yeye anajua hivyo. Watu wakampelekea habari Yazid bin Muawiya kwamba bana, huku gavana uliomweka hafanyi kazi yoyote kwa sababu anajua Hussein ameingia, ametulia tu. Sahaba jua mambo ya fitna, hamjitenga nyumbani kwake, mnaenda kuchunga mbuzi wake, nyinyi mtashughulikiana wenyewe, kwa sababu tayari amelelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anajua mambo haya. Sisi tunazungumza hilo. Baadaye yakazuka bid'a, na maneno haya anayozungumza Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala tumeyataja kule kwamba baadaye sheitani akazushia bid'a 2. Miongoni mwa hizo ni bid'a ya kuhuzunika, akawazushia bid'a ya kuhuzunika na kuomboleza. Kwa hiyo hii nukta ya pili, kwamba tulishazungumza waliomuua ni wao. Swala la pili lingine ambalo katika dini halipo ni suala hili waliozua. Jambo hili limetokea wapi katika Uislamu? Watu kujipiga, kuvaa nguo nyeusi, kunyanyua sauti, kupiga mayowe. Tumeelewana? Je, katika Uislamu kuna maelekezo yoyote katika hilo? Bali katika vitabu vya Mashia wao inasemaje jambo lilivyo? Ndio hilo ambalo jambo la pili sisi
tulieleze. Hapa tutaja baadhi ya maelezo ya wanawachuoni wao wanazungumzaje kuhusu suala hili. Kwanza, ukisoma kwenye kitabu Wasailu Shia cha Muhammad bin Hasan al-Hurr al-Amili, ukisoma juzuu ya kwanza ukurasa 111, kadhalika kwenye kitabu Man la yahduruhu al-Faqih cha Muhammad bin Ali bin Hussein al-Babawayhi al-Qummi, juzuu ya kwanza ukurasa wa pili, anasema kwamba wamenukuu maneno kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anasema la talbisu sawada, msivae nguo nyeusi, fa innahu libasu fir'aun, kwa sababu hizo ni nguo za Firauni. Hayo ni mavazi ya Firauni. Sijui Firauni yupi, ni yule wa Misri ndio alikuwa anavaa nguo nyeusi au kuna Firauni mwingine, lakini nguo nyeusi ni mavazi ya nani? Firauni. Maneno hayo wanataja wao katika vitabu vyao, kwa sababu utaratibu wa kuvaa nguo nyeusi waliokuwa nao duniani Mashia, ndio kwenye ibada wanavaa nini? Nguo nyeusi. Na katika mambo ya huzuni wanavaa nini? Nguo nyeusi. Hilo ndio jambo lilokuwa maarufu kwao. Hata humu mwetu wanaweza kuvaa siku nyingine nguo nyingine, lakini ikifika siku ile akavaa nguo yani nyeusi. Lakini Ali bin Abi Talib anasema kwamba ni mavazi ya Firauni hayo. Kwa hiyo wao wanavaa mavazi ya nani? Ya Firauni, kwa maneno haya. Kadhalika al-Imam as-Sadiq aliulizwa kuhusiana na mtu kuswali na kofia nyeusi. Mavazi sio meusi mengine kama kanzu yake, kama suruali fulana, lakini kofia nyeusi. Je, inafaa kuswali na kofia nyeusi? Kofia. Maneno hayo ukisoma kwenye kitabu Man la yahdhuruhu al-Faqih yametajwa katika juzuu ya 5 ukurasa 42, katika kadhalika Wasailu Shia pia juzuu ya 3 ukurasa 111 yametajwa maneno hayo kwamba al-Imam as-Sadiq aliulizwa kuhusu hilo, akasema la tusalli fiha, usiswali kwa hiyo kofia nyeusi, fa innaha libasu ahli an-nari, kwa sababu hayo ni mavazi ya watu wa motoni. Motoni kwa watu watavaa kofia nyeusi huko motoni. Sawa. Alivyoulizwa akasema la tusalli fiha, usiswali nyeusi, usiswali nayo, usiingie nayo kwenye swala hii, usiingie nayo kwenye swala kofia nyeusi, fa innaha libasu ahli an-nari. Sawa, sababu hilo ni vazi la watu wa motoni, hilo ni vazi la watu wa motoni. Kwa hiyo maneno ya kwanza ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwamba nguo nyeusi ni mavazi ya Firauni. Huyu imamu wa pili, al-Imam Sadiq, sio wa pili kwa daraja, Jaafar as-Sadiq sio imamu wa pili. Imamu wa pili al-Hasan, wa tatu al-Hussein, wa nne Ali ibn Hussein Zainul Abidin na wengine, lakini miongoni mwa maimamu 12 nani? Jaafar as-Sadiq. Na huyu ananukuliwa mengi maneno kutoka kwake, sababu kama wanachuoni sio kama wanavyosema wao hivyo, mambo mengi wanasibisha kwa Jaafar as-Sadiq. Lakini katika hayo mambo hili pia limo kwamba mavazi meusi ni mavazi ya watu wa motoni. Hawa mabwana wanavaa, bali katika ushia anayeruhusika kuvaa kilemba cheusi ni mtu katika ahlul bait, wale mashekhe wa ahlul bait. Havai mwingine kilemba cheusi, kwa sababu ile ni alama ya kunyang'anywa ukhalifa, wameporwa. Abu Bakar, Umar na Uthman wamewanyang'anya utawala wao, kumnyang'anya Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo huzuni yao wao daima vilemba vyao ni vyeusi. Wengine watavaa vilemba vingine vyeupe na wale si katika ahlul, lakini atavaa kilemba cheusi, ile huzuni yake inaendelea. Kwa hiyo yupo katika maombolezo daima ya kunyang'anywa ukhalifa. Manake jambo hilo sio jepesi la ukhalifa, sio jepesi. Ndio maana Ni'matullah al-Jazairi kwenye kitabu chake Al-Anwar an-Nu'maniyya akataja kwamba siku ya kiyama ataletwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu amefunga minyororo 120 ya motoni,
katika uwanja wa kiyama, Umar ibn al-Khattab. Na bwana Bilisi naye akiletwa ana minyororo 60, yani amezidiwa mara 2 na Umar ibn al-Khattab. Huyo mkuu wa balaa zote hizi anazoleta, huyo amemshawishi hili yote, Allah amekadiria hivyo, lakini yeye ndio bwana mkubwa wa jambo hilo. Na aliomba alipokuwa hana akili, baada ya kukosea asimuombe Mola wake amsamehe, akaomba abakishe hai ili awapoteze watu. Baada ya kuomba kusamehewa, badala hilo aomba basi niache hai ila yaumi yub'athun. Ndio nini sasa? Hasa ndio wewe umeshakosea, baada ya kuomba Mola wako nisamehe, basi niache nibaki mpaka, alafu ukibaki mwisho utakuwa nini? Ili apate kuwapoteza watu. Yeye mwenyewe captain mwenyewe ndo asema hivyo, anauliza jamani, mimi ndo topu kabisa na minyororo 60, huyu ana minyororo 120, nani huyu, mbona simjui? Melwan amefanya dhambi gani huyu jamaa? Anaambiwa huyo ndo Umar ibn Khattab huyo. Haya, kimemkuta nini? Asema huyu amemnyang'anya Ali bin Abi Talib ukhalifa, ameshirikiana na Abu Bakar akamnyang'anya. Kwa hiyo ndio dhambi hii, yani ile dhambi ya kunyang'anya ukhalifa ni dhambi kubwa kuliko ya nani? Ibilisi. Umar ibn Khattab siku ya kiyama ana adhabu kubwa kuliko ya Ibilisi. Hawa ni watu kweli? Hakuna Uislamu wa namna hiyo. Halafu mtu asema kwamba kwani Umar ndio nani? Na wewe ni nani? Umar si ni nani? Na wewe ni nani? Wewe si mshia. Na Umar si sahaba. Kwa hiyo Allah kwenye Qur'ani anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu. Umar alikuwepo, huwezi kumtoa. Hiyo ma'ahu antokaje Umar? Kwamba ile ma'ahu ilivyo Umar hayumo, unaionaje kwenye ile ma'ahu? Haya, walikuwa katika bai'a, wapo katika Hudaybiyah. Allah anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Walipokupa bai'a wewe chini ya mti, Allah amewaridhia wale waumini wote, waislamu wote walio pale. Wewe hukuwepo, yeye alikuwepo. Allah subhanahu wa ta'ala asema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansari. Yeye katika muhajirina yumo, wewe haumo. Hautaulizaje yeye nani? Si ndio huyo? Ukimtafuta kwenye aya yupo tele, wewe haumo hata sehemu moja. Lakini wazungumza maneno kama haya. Kwa hiyo chuki yao ni kubwa kwenye suala hili la ukhalifa. Hapo ninazungumza mavazi meusi. Nitasogea kidogo kusoma maneno ya Abu Jaafar at-Tusi. At-Tusi ni katika wanachuoni wa Kishia wa kutegemewa, kwa sababu vitabu vyake ni miongoni mwa vitabu 8 ambavyo vya kutegemewa vya Kishia. Kuna vitabu vile 4 na vile 8, lakini vitabu vya At-Tusi vimo katika vitabu vyake vya kutegemewa mbele ya Mashia. Kwenye kitabu chake Al-Mabsuti anasema al-buka'u laysa bihi ba'sun, kulia hakuna ubaya. Na sisi tusema hivyo hivyo, kulia mtu kwa kufiliwa hakuna ubaya. So mithibiti Mtume sallallahu alayhi wasallam amelia, amemlia mwanawe. Na muumini bila shaka kuna kitu Allah ameweka katika mioyo ya watu wanavyoishi, jamaa zako, watu wa karibu, katika ndugu, lipo jambo kama hilo. Mtu anahuzunika, macho yanatoa machozi, al-ainu tadma wal qalbu yahzan, moyo unahuzunika, macho yanatoa machozi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kitu kikubwa, hatuwezi kuzungumza maneno ambayo yatamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tuna utaratibu wa maneno ya kusema watu wanaposibiwa na misiba, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maneno haya, Allahumma ajurni fi musibati, ewe Allah nilipe mimi katika msiba wangu huu, wakhluf li khairan minha, na nilipe mimi, nipe badali iliyokuwa bora kuliko huo msiba wangu. Haya ni maneno ya Kiislamu. Bali mtu namliwaza mwenzio, namwambia lillahi ma akhadha, ni chake yeye Allah kile alichokichukua, walahu ma a'ta, na ni chake yeye pia alichokupa, alichokitoa. Maana alikupa kin chake,
ameamua umefika wakati, hata watu, hata mke, hata watoto, hata rafiki, ndugu, kwamba nilitaka mkae muda wa miaka 10. Wewe ukujua hivyo, lakini hapa ndio mwisho wake namchukua. Lakini wa kullu shay'in indahu biajalin musamma, na kila kitu mbele zake Allah biajalin, kwa wakati, biajalin musamma, kwa muda uliotajwa. Sote tuko hivyo, hatujui tutatangulia nani, lakini tutakusanyikiwa kama tutavyokusanyikia wenzetu. Muhimu ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mtu kuwa na mwisho mwema, lakini hilo lipo. Kwa albukau laysa bihi ba'sun, laysa albukau laysa bihi ba's, si vibaya kulia. Wa amma allatmu, lakini kujipiga makofi, wal khabshu, na kujiparuza makucha, kujiparuza katika mwili. Hawa mabwana si kujiparuza hivi, watu wanachukua jipanga, mtoto mdogo anelia ng'aa yule, wala kusema hajui, anakuja naye pia atiwa adabu kwamba na wewe babu zako walishiriki kumua Hussein. Kwa hiyo naye anagongwa kidogo, naye atiwa adabu, dhambi ya babu zake huko walomuua alikufa. Wako hivyo. Mijitu haiswali swala 5, haina ibada, haijui Qur'ani. Wallahi nakuelezeni hivyo, wengi katika mashia hawajui Qur'ani, hawajui mambo ya dini. Anasubiri siku ile ikifika amjitia suruali lake, maana ukujua anavua nguo kabisa. Sio kauchi wewe, kitovu sikonje, sio kauchi wewe, mbona hamkatazi sasa? Mwamtetea vipi ahlul bait? Mafunzo yao yakoje? Babu yao ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, amefunzaje, ameelekezaje? Wakati wa msiba mtu awe vipi? Ule ni utaratibu wameunda kwa malengo mengine, nitayataja pia insha Allah. Kwa hiyo kujipiga makofi, wal khabshu, na kujiparuza mwili, wajarzu ash-sha'ri, na kunyoa nywele. Kunyoa nywele au kupunguza, hata waislamu wengine wanafanya, akina mama wako katika eda, hakuna kitu kama hicho. Lakini huko kwenye ushia huko ndio liko sana hilo wenyewe, ndio maana wanaambiana hivi. Wanauhu, na kupiga kelele, kunyanyua sauti, haitakiwi hivyo. Wakati wa kulia mtu alie sauti ya chini, na mwanamke wote atanyanyua sauti kwa kuomboleza, kama hakutubia akafa nayo dhambi hiyo, sababu ni katika madhambi makubwa, ndio maana ametajwa hivyo. Nitakuja kutaja hadithi ambayo wao mashia pia wanataja katika vitabu vyao. Na kupiga makelele, kuomboleza, fa innahu kulluhu batilun, mambo hayo yote ni batili. Muharramun, ni haramu ijma'an, kwa makubaliano ya maulama wote wa Shia, ni haramu kufanya hivyo. Naelewana? Naam. Huku watu hawajikatikati, kwa sababu pia hakuna namna ya kutibiwa, watajifia bure. Na pia utaratibu wa nchi hautowaachia hivyo. Lakini je, wakitawala mashia wakawa ndio watawala, itafanyika hatofanyika? Itafanyika, kwa sababu kwa dola ni nini? Ni yao. Hasa huko wao watajipiga vijikonzi tu na vijingumi kidogo kidogo, huku kwa wanakoenda tukomalizia kuna pilau pia wataenda kula. Huzuni ya vipi hiyo sasa? Watu wanamwagikana pale, basi huzuni ya Hussein, mtu ashakula biriani, unaona amekunywa na maji ya modeuji, basi huyo anda zake. Sasa huzuni ya vipi? Naambiana siku ile hamna kula, lakini itabidi utakula chakula cha wafiwa, kama vikula maziwa ya mtindi ndio chakula cha wafiwa, utakula kama hivyo. Lakini watu hula pilau pia na mbuzi wakachinjwa. Haya, kwa hiyo mambo hayo ni haramu. Mwanawachuoni watatu ni Al-Majlis kwenye Biharul Anwar juzuu ya 22 ukurasa wa 451, akataja ile hadithi ambayo katika Sahih Muslim ni hadithi ya 934, wa inna naihata, na hakika mwanamke mwenye kunyanyua sauti kwa kuomboleza, sauti ya kufiliwa, idha lam tatub qabla mautiha, ikiwa hakutubia kabla ya kufa kwake, amekufa na dhambi hiyo anayo, taqumu yawm alqiyama,
atasimama siku ya kiyama, wa alaiha sirbalun min qatiranin, atasimama siku ya kiyama hali ya kuwa juu yake kuna nguo ya lami. Ile nguo atakayovaa ni lami, ndio nguo yenyewe. Wa dir'un min jarabin, na atavaa kanzu ya ukurutu. Ndani atavaa kuna kanzu ni ukurutu, mtu anaugwagwaru na kujiwasha na kujikuna, alafu juu yake kuna nguo ya lami na jua kali linawaka. Ni hadithi ipo Mtume sallallahu alaihi wasallam sahihi, lakini wao wanachoona wakishia amefanya nini? Al-Majlisi ameitaja kwenye Biharul Anwar. Wanawake saa mambo ya maombolezo hayapo. Sasa mashia wamo katika maandamano yao, sikuna wanawake pia wanao si wapo? Labaika ya Hussein, si wamo mwana wapo tangu wakiwa wadogo wanachuma dhambi hiyo, wapo na wafunza kweni haramu. Lakini Al-Khomeini ana maneno katika kitabu chake Nahdatu Ashura katika ukurasa wa 3, kadhalika katika ukurasa wa 24. Haya ndio nitafungia maelezo yangu kwamba malengo ni nini ya kuwekwa sherehe hizi. Yeye anasema innal bukaa ala shahidi, hakika kumlilia shahidi Husaini, yuaddu ibqaan, huzingatiwa ni kuwasha moto wa mapinduzi. Yuaddu ibqaan ala ittiqadi jadhwati thawrati wa taajjujiha, ndio maneno yako hivyo. Huzingatiwa ni kuwasha moto wa mapinduzi yale ya Irani na kuchochea. Kwa sababu gani? Unajua asli nchi ya Irani ilikuwa nchi ya kishafi, mashafi. Baadaye akafanya mapinduzi Khomeini, ikawa ipo chini ya mashia. Ndio maana miji mikuu yote wanaoishi mashia wengi hakuna msikiti wa Sunni. Marufuku ni kujenga msikiti Sunni. Kama Teherani mji mkuu hakuna msikiti wa Sunni. Mashhadi mfano huwezi kujenga msikiti wa Sunni. Ahlus Sunna ni hamna msikiti. Tibirizi huwezi kupata msikiti kama. Yaani ile miji mikubwa ambayo mashia pia wako wengi hauruhusiwi Sunni kujenga msikiti. Hivyo ndio ilivyo, ndio taratibu wao. Sasa miongoni mwa mambo haya wanaoyafanya Husainiyati, sherehe zinazoandaliwa, kutia chuki kwa mashia, kuwachukia zaidi masunni. Sababu watawachukia wale masahaba, watawachukia masunni. Kwa hiyo kwa kufanya hivi, yale mapinduzi ya Irani yataendelea kubakia, kwa sababu wataisafiania nchi ya Irani kwamba ule utaratibu wanaofanya nini sawa sawa kuwakandamiza masunni. Na yale mapinduzi ya Kiislamu, ndio mimi nikauliza jana, ukisema mapinduzi ya Kiislamu walimpindua kafiri? Kwa sababu ilikuwa nchi ya kishafi. Sio unampindua nani mpaka mapinduzi yenyewe ya Kiislamu? Kwa hiyo ndo maana ya maneno haya. Kadhalika sehemu nyingine akasema yambaghi lana, tunapaswa sisi sawa, ihyaa muharramin, kuhuisha kumbukumbu za Muharram wa Safar na mwezi wa Safar, bidhikri masaibi ahli albayt alayhimus salam, kwa kukumbuka au kutaja majanga yaliyowasibu ahlul baiti. Ukajiliza pale, kwa sababu wanasema siku alioa Husaini mwenye kulia au kujiliza maana kwa hulii lakini una act sawa. Yeye inawezekana ukimwona labda shekhi wa Kishia amekipita hapo ukatoa machozi, yofu baadaye akipita umetulia, yani una act, kwa sababu ndio kujiliza au kuhuzunika. Ukifanya hivyo tu utaingia peponi siku ya kiyama. Kama siku alioa Husaini wewe ulihuzunika kutwa nzima hivi mpaka jioni wewe basi wewe utaingia peponi siku ya kiyama. Ameandika maneno haya. Kwa hiyo akataja hivi, fabidhikri masaibihim, kwa sababu ya kukumbuka majanga yao albayt, baqiya hadha ad-dinu hayyan, kumeifanya dini hii ya ushia ibaki hai hata alana, mpaka sasa. Kwa hiyo matukio haya ni matukio ya kubakisha ushia uendelee kutambulika katika jamii, usionekane ni kitu kibaya. Haya matukio mnaona yanafanyika, sio kumtetea nani, wala sio kumhuzunikia Hussein. Hilo liko mbali kabisa.
Tumeona kwamba wanakataza mambo yote. Kwa hiyo maneno haya yako hivyo. Kwa hiyo hayajawekwa mambo yale kwamba kumkusudia nani Al-Hussein, kwa sababu maelekezo yote hayapo hivyo. Hakuna maelekezo kwenye misiba watu wajipige wala wavae nguo nyeusi, yote hayamo. Lakini yale mambo yanawekwa kwa ajili ya watu kuvutia nini, ili mapinduzi kuyasafiania kwamba yalikuwa mapinduzi sahihi ya Iran, na kwamba Khomeini yuko sawa katika lile. Na pia sehemu nyingine sasa ni kutia chuki kwa wale mashia, wazidi kuwachukia masunni. Yapo maneno yasiyataja. Sehemu nyingine sasa ni kupandikiza chuki kwenye mioyo ya wale mashia, pia wazidi kuwachukia maswahaba na wazidi kuwachukia masunni pia, kwa sababu kama yatakufa wale watakuwa wachukii masunni. Kwa hiyo ni kupandikiza chuki. Sasa mtu asema mimi nimekuja kwenye sherehe hizi pamoja, mimi ni shekhi wa kisunni, lakini nimekuja kwenye sherehe za kishia kwa ajili ya umoja. Hiyo sherehe yenyewe inafanyika kwa ajili ya kutia chuki. Wewe umoja upi unaotaka? Hizo sherehe zinafanyika ili kutia chuki kwa wale mashia. Sasa wewe unaenda kufanya nini? Wewe sio sunni. Sunni hawi namna hiyo. Lakini kuna mmoja katika watu wa maulidi jana nimekuwa msikia asema jamani, sisi tumepambana sana na wale wanaosema maulidi ni bidaa. Tumepambana kweli kweli, mijadala, lakini mbona huku tumekuwa laini? Anawaambia wenzie. Alafu akajibu mwenyewe, huku tumekuwa laini kwa sababu kuna pesa, fanye ndio maana tumekuwa laini. Kumbe hata wale wanaosema maulidi haramu wakileta pesa mtalainika. Wagumu kweli kweli kwa sababu watu wapiela. Waambie hivyo kwamba hata wale wanaosema hivyo kumbe wangekuja na hela tungefanya nini? Tungelainika. Na ndio maana ahlus sunna haudhurii Shia kwa sherehe zao. Nyinyi mmeona masalafi ya ahlus sunna wanafanya sherehe kama Shia amehudhuria? Shia anahudhuria wapi? Anahudhuria maulidini, ndio anakuhudhuria. Kwamba ni wenzenu. Na ndio maana al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anazungumza ni himarul yahud as-sufia. Himarul yahudi amesema hivyo, as-sufia. Masufi ni punda wa Mayahudi, wanapotaka kuangamiza dini wanawachukua mashekhi wa kisufi. Na ushia umeasisiwa na Myahudi Abdullah ibn Sabai. Anapotaka kupambana na ahlus sunna anajikurubisha kwa nani? Kwa masufi. Ibn Taymiyyah amekosea mpatia. Naam. As-sufia sasa ametuita punda. Yani punda maana usafiri unaotumika kuwafikia wale watu wa haki ni nyinyi. Ndio usafiri unaotumika. Na ushahidi uko mwingi tu. Kwa hiyo wanapitia kwenu kwamba sisi wenzenu tunahudhuria kwenye sherehe kama hizi, lakini mawahabi hawaji. Tunatoa mchango, lakini mawahabi hawatoi mchango. Sasa atatoa vipi mchango wa maulidi? Haiwezekani hivyo. Kwa hiyo masufi wazinduke. Mashia wanauangamiza Uislamu kupitia nini? Daraja lao ndio wanalopandia. Mashaka wakubwa wanaalikwa kwenye shughuli. Wakubwa maktaba zao wanatembelewa, wanahojiwa na wao wanasema, wanawasafiania. Wanaharakati wanachukuliwa. Kuna mara moja walimchukua mzee yule mwanaharakati wa Dar es Salaam yule alifariki, wakampeleka Irani. Aliporudi akasema mimi nimekwenda huko Irani, wala hakuna msahafu wa Fatima, msahafu ni huu. Ndio akilolitaka hilo sasa. Hilo ndio analotaka ukija uwaambie watu. Kwa hiyo wewe utauona msahafu wa Fatima, watakuonyesha kwamba ni huu. Hawezi kuonyesha hivyo. Utaona gazeti la Kishia, gazeti la Mizani wanaoandika masufi. Mimi al-Qadiri, mimi nani? Ndio wanaandika. Gazeti la Mashia waandika vipi wewe? Ndio himarul yahudi. Mayahudi wanafanya nyinyi punda wapandie kwenda kuangamiza Uislamu. Watatoa scholarship, watatoa hivyo, mambo mengi tu. Na hivyo ndio watu wameingia katika ushia kupitia masala ya misaada. Bali tumewakuta watu wengine wamesomeshwa mpaka university mbali huko Uganda. Nazungumza na kijana mmoja mimi wa Kikamba kule Kenya. Anauza duka la mshia. Nawaambia sababu za ushia, tukazungumza, akaniambia bana kweli mimi nimetaka kutoka katika ushia, lakini nimeambiwa nilipe gharama zote ulizonisomesha tangu pale mwanzo mpaka sasa. Kwa sababu nipo hapa dukani nauza ili nakatwa pesa kidogo kidogo.
deni. Bali mtu mmoja anambia Dubai mtu alichanganyikiwa,